Mkuu wa mkoa wa Geita Bwana Martin Shigela ametembelea ujenzi wa barabara hizo na kuagiza kuchukuliwa hatua kwa mkandarasi huyo kwa kushindwa kumaliza ujenzi wa barabara hizo. Ukiangalia kazi iliyobakia ni kubwa zaidi kuliko muda ambao umebakia. Kama ameweza kutumia zaidi ya miaka 2 karibia, ameshindwa kutimiza wajibu wake, sidhani kama siku 100 anaweza kufanya miujiza. Sasa ni vizuri mkurugenzi wa manispaa pamoja na mhandisi mshauri kuanza kutafakari hizo siku 100 ifikapo tarehe 8 mwezi wa pili, what the way forward, ili sije ikafika alafu ndo tunaanza kujadiliana. Na pili, lazima tuongeze usimamizi wa ufuatiliaji wa kila siku, ikiwezekana kila mara, na kama mmeongezea muda kutoka masaa 10 mpaka masaa 10 na ngapi, 14, basi lazima usimamizi huo pia uweze kufanyika. Sasa unaweza kaongeza masaa alafu inapofika saa 11 saa 12 tayari mtu ameshafanyaje, ameshafunga vilago. Mhandisi mshauri wa mradi huo Mhandisi Richinold Manyanga anasema pamoja na mkandarasi huo kuongezwa miezi 8 bado hajafikisha 50% ya ujenzi wa barabara hizo zenye urefu wa kilomita 17. Ili kuboresha hali hii isiyo ya kuridhisha, mkandarasi lazima achukue hatua kubwa ili kurekebisha hali hii kufuatia utendaji wa kazi na kujali mpangilio na wakati wa kumaliza kulingana na mkataba. Hali hii itaondoa uwezekano mkubwa wa kuongeza muda zaidi wa mkataba. Kwa sasa mkwamo ni 35% na mkandarasi hataongezewa muda zaidi ya huu ambapo ni muda wa nje ya mkataba. Kwa ujumla, mkandarasi ameshindwa kumaliza kazi ndani ya muda wa mkataba licha ya kuongezewa muda wa takriban miezi 8. Kukaa vikao vya juu, high level management meeting, na kushauriwa juu ya swala hili kwa kuongeza rasilimali zaidi. Mhandisi mshauri alishauri mkandarasi, alimshauri employer aongezewe muda wa siku 100 akifanya kazi kwa fidia ya makubaliano ya pande mbili kama mkataba unavyotaka. Amesha taarifiwa kwa barua na utekelezaji umeanza toka tarehe 1 mwezi wa 11 na utamalizika tarehe 8 mwezi wa 2 mwaka 2026. Wananchi wa manispaa ya Geita wameomba serikali kumchukulia hatua mkandarasi huyo kwa kushindwa kutekeleza mradi huo na kusababisha wananchi kukwama kusafiri kipindi hiki cha mvua kubwa. Changamoto hii iliyoletwa na serikali yetu ya awamu ya 6, kidogo barabara limeboreshwa vizuri, miundombinu itakuwa vizuri na tutashukuru kwa hilo, ila tu linacheleweshwa mno kuisha, muda tunahangaika. Ndio maana mnasema kokoto mara zinazolewa zinafanyaje, watu wanahangaika kupita. Mkandarasi afanye haraka, malize, maendeleo yaje mapema. Ni matarajio yetu kwamba upatikanaji wa barabara hii ya rami yenye zaidi ya kilomita 17 na uwekwaji wa taa za barabarani unakwenda kuchochea maendeleo ya mji wetu na manispaa yetu ya Geita. Tunapokuwa na taa barabarani, kwa hiyo wananchi wanapata fursa ya kufanya kazi na kufanya biashara hadi usiku, na hivyo inakuwa ni sehemu ya fursa za kiuchumi. Kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, Basil Elias, ITV.